Wasimamizi na wasimamizi wasaidizi wa vituo vya kupiga kura wamekula kiapo pamoja na kupatiwa mafunzo maalumu tayari kwa shughuli ya uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29 mwaka huu. Mafunzo hayo yametolewa na Tume Huru ya Uchaguzi leo Oktoba 26 katika chuo cha Stella Maris kilichopo Manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara. Akizungumza wakati wa kiapo na mafunzo hayo, mkurugenzi wa uchaguzi jimbo la Mtwara mjini ametoa wito kwa washiriki wa mafunzo hayo kusoma sheria na taratibu za tume ili kuondoa malalamiko na vurugu wakati wa uchaguzi. Mambo ya kuzingatia. Wote tunafahamu kuwa uchaguzi ni mchakato unaojumuisha hatua na taratibu mbalimbali za katiba na kisheria ambazo hupaswa kufuatwa na kuzingatiwa hasa katika ngazi ya kituo ambapo mchakato wa kupiga kura na kuhesabu kura huendesha na hatimaye matokeo ya uchaguzi kwa kiti na urais, ubunge na udiwani ndio yanapoanzia. Kwa hiyo ili tuwe na matokeo mazuri inaanzia kwenye kituo chako. Kwa ukiharibu kituo chako basi matokeo yanaharibika toka kwenye kituo chako mpaka kwenye kata mpaka kwenye jimbo. Kunabidi uwe makini sasa. Tusiharibu matokeo toka kwenye kituo chako. Kwa sababu matokeo yanaanzia kwenye kituo. Ndio tunapata matokeo mazuri, si ndio? Ili ufike chuo kikuu lazima uanzie shule ya msingi. Asante. Hata hatua na taratibu hizo ndio msingi wa uchaguzi huru na wa haki na hatimaye kupunguza au kuondoa kabisa malalamiko na vurugu wakati wote wa mchakato wa uchaguzi. Mmeona tuna waangalizi na bado wanakuja wengine waangalizi. Nachukua nafasi hii kuwaasa kuwa pamoja na uzoefu ambao baadhi yenu mnao katika uendeshaji wa uchaguzi, msiache kusoma katiba, sheria, kanuni, taratibu na miongozo na maelekezo yatakayotolewa na tume. Kabla sijamaliza hotuba yangu, napenda kusisitiza yafuatayo. Moja, someni kwa umakini katiba, sheria, kanuni, miongozo na maelekezo mbalimbali yatakayotolewa na yatakayotolewa na tume. Na ulizeni ili mpate kufanuliwa kwenye maeneo ambayo kwa namna moja au nyingine pengine yatakuwa na changamoto za kufahamu ili kuwarahisishia. Baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wameeleza kuwa kupitia elimu hiyo inalenga kuwasaidia na kutoa kipaumbele kwa wapiga kura hasa kwa wenye mahitaji maalumu wakiwemo wazee, walemavu na wajawazito, huku wakitoa wito kwa wananchi kujitokeza kupiga kura. Kwanza kabisa ninawapongeza wawezeshaji, tukianza na mwezeshaji mkuu Mr. Gwakisa pamoja na wawezeshaji wengine. Wametuelekeza vizuri sana kwamba siku hiyo watu wenye mahitaji maalum, wazee, watu wasioona, watu wenye watoto, na mama wenye ujauzito tuweze kuwapatia kipaumbele. Wote tumefundishwa hivyo, kwa nadhani tutaweza kwenda kufanya vizuri zaidi. Wito wangu kwa wapiga kura, ninawaambia siku hiyo ya tarehe 29 waamke mapema kabisa. Saa 1 kamili tumeambiwa vituo vitakuwa vimefunguliwa tayari kwa kupiga kura. Kwa mtu atoke nyumbani mapema saa 1 apige kura, arudi nyumbani kusubiria matokeo. Leo tulikuwa tunajifunza kuhusiana na jinsi gani tutaweza kuongoza siku ya uchaguzi na kuwaelekeza watu watakavyopiga kura kwa lengo la kupata viongozi bora kwa maendeleo ya taifa letu. Kulingana na maelekezo tuliyopewa kwenye mafunzo, tumeelekezwa namna gani tunaweza kuwaongoza watu wenye mahitaji maalum kama vile wamama wajawazito, walemavu, watu wenye mahitaji maalum, namna watakavyoweza kupiga kura. Na pia kwa watu ambao hawana mahitaji maalum, namna gani wanaweza kupiga kura. Mimi cha kuasa Watanzania wenzangu wajitokeze katika maeneo kupiga kura, waweze kupiga kura kuchagua viongozi wanaowataka kwa maendeleo, kwa sababu kura yako ni haki yako. Zoezi lilokuwa linaendelea hapa siku ya leo katika viwanja vya chuo cha Stella Maris Stemuko ni zoezi la semina kwa wasimamizi wasaidizi wa vituo vya kupigia kura, ikiwa ni siku ya kwanza leo tarehe 26. Ni watu wote wanakaribishwa kuja kupiga kura kwa sababu kura ni haki yao, lakini pia miongoni sambamba na hilo kwa watu wenye ulemavu, wajawazito na wenye watoto wadogo watapewa vipaumbele kuweza kupiga kura mapema na kuweza kurejea nyumbani. Wito wangu kwa wananchi wote wa halmashauri ya Manispaa Mtwara Mikindani siku ya tarehe 29 wajitokeze kupiga kura kwa sababu kura ni haki yao, waje kufanya maamuzi kwa ajili ya kesho yao.